Jina la Bwana libarikiwe. Basi karibuni kwa dakika hizi chache tulizo nazo, tujifunze maneno ya uzima, alafu baadaye tutakwenda kwenye maombi. Kichwa tunachotembea nacho kinasema umuhimu wa kuomea malango ya nyakati katika maisha yako. Malango ya nyakati katika maisha ya kwako ndio kichwa ambacho tunatembea nayo. Kwa wale waliokuwepo jana tulizungumzia lango ambalo ni lango la sherehe kwenye maisha yako. Tunapokuwa kuna misimu ya sherehe, ni malango ya kupitisha nyakati kwenye maisha ya kwetu. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba leo tusogee mbele kidogo. Kuna malango mengi ambayo yanapitisha nyakati kwenye maisha yetu. Yaani lango la kuingia nyakati moja kwenda nyakati nyingine. Leo tunaangalia malango mawili, na kesho Mungu akitupa neema tuangalie tena malango mawili ili angalau tufike mahali kwenye somo hili. Leo tunaangalia lango la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Lango la ndoa ni lango ambalo linapitisha nyakati moja kwenda nyakati nyingine. Unapokuwa au kama unapooa au unapoolewa, ni lango la kuingia nyakati nyingine, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia kitabu cha Hosea mlango wake wa 3, mlango wa kwanza, alafu baadaye tutaenda kwenye mlango wa 2, angalau mistari michache. Na kwa nini na kuonyesha hicho? Ndoa pia ilitumika kama ishara kwenye Agano la Kale, na ndoa pia ilitumika kama kutoka nyakati moja kwenda nyakati nyingine. Nazungumzia suala la lango la ndoa. Alafu tutasogea hatua moja kidogo. Soma Hosea mlango wake wa kwanza kuanzia mstari wa 2 pale. Soma katika jina la Yesu. Mungu asifiwe. Amina. Amina. Hosea mlango wa kwanza, mstari wa 2. Twende mpaka pale chini kidogo. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea. Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Basi akaenda akamoa Gomeri binti Diblaimu
naye akachukua mimba akamzaa mtoto mwanamume. Bwana akamwambia, mwite jina lake Yezreeli, kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezreeli, na kukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli. Tena itakuwa siku ile nitauvunja upinde wa Israeli katika bonde la Yezreeli. Akachukua mimba tena akazaa mtoto mwanamke. Bwana akamwambia, mwite jina lake Lo-ruhama, kwa maana sitairehemu nyumba ya Israeli tena, nisije nikawasamehe kwa njia yoyote, lakini nitairehemu nyumba ya Yuda. Nitawaokoa kwa Bwana Mungu wao, wala sitawaokoa kwa silaha, wala sitawaokoa kwa upinde, wala kwa upanga, wala kwa silaha, wala kwa farasi, wala kwa wapanda farasi. Basi akiisha kumwachisha Lo-ruhama, akachukua mimba akazaa mtoto mwanamume. Bwana akasema, mwite jina lake Lo-ami, kwa maana ninyi si watu wangu, wala mimi sitakuwa Mungu wenu. Mstari wa 10. Tena itakuwa ya kwamba hesabu ya wana wa Israeli itafanana na mchanga wa bahari, usioweza kupimwa wala kuhesabiwa. Tena itakuwa badala ya kuambiwa ninyi si watu wangu, wataambiwa ninyi ndio wana wa Mungu aliye hai. Na wana wa Yuda na wana wa Israeli watakusanyika pamoja, nao watajiwekea kichwa kimoja, nao watakwea watoke katika nchi hii, kwa maana siku ya Yezreeli itakuwa kuu sana. Mstari mlango wa 2, soma tu hapo ili tusirudi. Mstari wa 1 tu. Waambieni ndugu zenu wanaume, Ami, na ndugu zenu wanawake, Ruhama. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae Isaya, tuendelee mbele kidogo. Nataka nikuonyeshe mambo mawili kwenye kitabu hiki cha Hosea. Jambo la kwanza, ndoa ya Hosea ilitumika kama ishara kwa taifa la Israeli. Sijui kama unaona hicho kitu. Oa mwanamke kahaba. Sasa anapooa mwanamke kahaba, moja amebeba ishara ya nyakati kwa taifa la Israeli. Unataka utaki, hata kama wewe ni nabii. Na kwa Agano la Kale walikuwa sio wanaongea kwa lugha ya mafumbo kama unavyofikiria. Alioa kweli mwanamke kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipooa mwanamke kahaba kwa taifa la Israeli, walikuwa nasoma alama za nyakati, kwamba wakati tulionao taifa limeharibika, watu wanaabudu miungu mingine. Kwa Hosea inaweza ikawa ni jaribu ngumu sana. Mtumishi wa Mungu kuoa kahaba ilikuwa ni jambo ngumu sana, lakini kwa taifa la Israeli wao wanasoma kama alama ya kwamba wakati tulionao ni wakati gani. Wakati tulionao taifa limeharibika, lakini wanachoangalia pale ni kwamba ni kweli nabii ameoa mwanamke kahaba na taifa tuko kwenye hali ya uzinzi na miungu mingine. Kwa hiyo nini tunajifunza kwenye ndoa ya Hosea? Lango la nyakati. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lango la nyakati, kwamba msimu tulionao ni msimu wa namna gani. Sasa tukaangalia ndoa ile ilibeba alama ya msimu walionao na msimu unaokuja kwenye taifa la Israeli. Lakini nizungumze kidogo, nipanuke kwenye maandiko mengine. Lango hili na kusudi langu, kumbuka, ni kuachilia msukumo ndani yako ya kuombea ile lango linalokupitisha kutoka nyakati moja kwenda nyakati zingine. Kama ndoa ya Hosea ilitumika kama alama ya msimu moja au nyakati moja kwenda nyakati zingine, inawezekana ndoa ya kwako inaweza ikatumika kama lango la msimu kwenye eneo, au lango la msimu kwenye ukoo, au lango la msimu kwenye familia ya kwako mwenyewe. Mungu na atusaidie. Sasa kwa nini nazungumza hivi? Mara nyingi tunapoangalia, adui ametumia malango haya ya ndoa kupitisha mabaya. Na mtu mmoja akasema, kosea kujenga, usikosee
kuoa. Mungu na atusaidie, au kuolewa. Mungu na atusaidie. Maana yake nini? Kwenye ndoa, kwenye lango hilo la kuleta msimu au nyakati mpya kwenye maisha yako, shetani anaweza akakukutanisha na mtu ambaye sio sahihi. Maana anachoshughulika, mara nyingi nazungumza, ndoa imebeba mambo mawili. Ndoa imebeba hatima ya maisha yako. Ndoa imebeba hatima ya watoto watakaozaliwa kwenye hiyo ndoa. Na nitakuonyesha kwenye kitabu hicho hicho cha Isaya, cha Hosea. Ndoa imebeba hatima ya maisha ya kwako. Ndoa imebeba hatima ya maisha ya watoto wako wanaozaliwa katika hiyo ndoa. Mungu na atusaidie. Sasa lango lile linaweza likapitisha mabaya kwa watoto. Lango lile linaweza likapitisha mabaya kwako mwenyewe. Ngoja nikusaidie kitu kingine. Katikati ya lango la ndoa, siku ya send-off ya Raheli, si mnakumbuka? Siku ya send-off ya Raheli ilikuwa ni lango kwa Yakobo. Ilikuwa lango kwa Raheli. Na kitu kilichokuwa kinatafutwa ni Yusufu, sio tu ndoa. Maana yake tumbo la Lea haijabeba shauri la Bwana. Tumbo la Raheli ndio limebeba kusudi. Kwa hiyo adui anachohangaika katika lango la siku ya send-off ndio wakati ambapo shetani naye anataka kupitisha cha kwake. Wakati wa send-off Mungu naye anataka kupitisha cha kwake. Mashindano yakaingia pale. Sasa inategemea ile lango limeombewaje na wahusika, na wametambuaje hii lango la ndoa kama ni muhimu sana kwao. Waangalie wale ambao wamebeba shauri la Bwana kwenye maisha yao, vita walivyo navyo kwenye eneo la ndoa, vita walivyo navyo. Wengine watachelewa kuolewa, wengine wa siku ya send-off ya kwao familia inavurugika, watu wanagombana mpaka kunatokea kuzira na hivi na vile. Si tu swala la kumetokea migogoro ya kwenye familia, lango lile linagombaniwa. Kuzimu wanataka kupitisha cha kwao, Mungu naye anataka kupitisha cha kwao. Na wale wasiojua wanajikuta siku ile ya binti anapoolewa au kijana anapooa, wengine wanaingia katika hali ya kuzira, wengine wanaingia wameweka mgomo kabisa na hivi na vile. Na saa zingine yule binti anaingia kwenye ndoa kwa machozi, au yule kaka anaingia kwa ndoa kwa machozi. Shida ni nini? Lile lango linapita kwenye ugomvi kwa namna ambavyo si ya kawaida. Ashukuriwe Mungu aliye hai. Sasa kwa watu mnaonisikia na mnaonitazama kwa njia ya YouTube, hakuna mtu atakayeachilia lango hilo la ndoa. Wakati nafika wakati wa kuoa, kwa kuolewa kwa watoto wako, kuoa kwa watoto wako, hakikisha unahatamia hiyo lango, kwa sababu ni lango ambalo linaleta msimu mpya au nyakati mpya kwenye maisha ya kwako. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mtumishi, unaongea kitu gani? Ngoja nikuonyeshe kwa habari ya Samson. Sina muda wa kupita sana kwenye maandiko. Wakati Samson anaoa, ni lango la kubadilisha historia ya maisha ya Samson kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na anguko la Samson ni wakati wa ndoa. Kasome kwenye maandiko yako. Mchumba wa kwanza wa Samson sio Delila. Delila alitokea baada ya mfumo wa maisha ya Samson kuvurugika, wakati ambapo ametenda kitendawili. Wale watu mchumba alipowasaidia kutegua ile kitendawili, Samson alienda kutafuta joho kama walivyokubaliana, kwenda kuua watu ili awaletee joho wale vijana wa Kifilisti. Ilifika mahali baba mkwe na mchumba wake wa kwanza akampa yule binti aliyemchumbia, akampa rafiki yake na Samson. Samson aliporudi, mchumba wake ameolewa na mtu mwingine. Ndio hasira na kisa cha kuja kuchoma ngano za Wafilisti kwa wale wasomaji wa Biblia. Sasa nini kilichotokea? Hasira ile iliondoka nayo, ndio hasira ile akaingia nayo Gaza. Alipoingia Gaza akaingia kwa kahaba. Alipoingia kwa kahaba, wazee wa Kifilisti wakasema ya kwamba tutampataje Samson? Ameingia kwa mwanamke kahaba aitwaye Delila. Ndio hapo akamwambia Delila, nenda kampeleleze Samson. Wakati gani? Walijua upako umesimama wa Samson kuoa, mafuta yamesimama na wito umesimama. Shetani wakati huo akasimamisha mwanamke mwingine atakayeua kilicho cha ndani. Wakati huo unajua mwanamke ni sehemu kwenye huduma ulionayo.
Mwanamke ni mkono wa shirika kwenye huduma ulionayo. Mbingu inajua na kuzimu inajua. Ukitaka kujua, nenda kamulize Adam kwenye bustani ya Edeni. Anajua, shetani anajua umuhimu wa Hawa. Mungu anajua umuhimu wa Hawa. Kwa hiyo inapofika lango hilo linakuja kumleta msaidizi, kuzimu nao wanatafuta mtu wa kumsaidia kwa upande wa kwao. Mungu anatafuta mtu wa kumsaidia kwa upande wa kwake. Kwa hiyo kunatokea ugomvi kwenye ulimwengu wa roho. Kuzimu anatafuta kuingiza mtu wake, Mungu naye anatafuta kuingiza mtu wake. Kama watu ambao wanaingia kwenye eneo hilo hawajajua umuhimu wa kuombea, kuzimu anaingiza cha kwao. Waulize watumishi wengi, nini kilichoua? Wakati walipokuwa vijana hawakuwa na shida. Wakati walipooa tu wamekutana na watu ambao kuzimu imewaingiza, wakaenda wakaua baadaye ya kwao kwenye huduma, na unakuta huduma zimevurugika na kila kitu kimevurugika. Sikiliza, ni muhimu sana wakati unapoingia kwenye ndoa au mtoto wako anapoingia kwenye ndoa, kumbuka kuombea. Ni lango la nyakati zinazokuja. Usipoangalia kuzimu anaweza kapitisha kitu cha ajabu kwenye hiyo lango. Wakipitisha cha ajabu wanaua hatima ya kwako au hatima ya huyo mtoto anaingia kwenye hiyo ndoa. Mungu na atusaidie watoto wanaozaliwa kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana unaposema nataka kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine, wakati kama ni kijana hujaoa, hujaolewa, kumbuka kuombea hiyo lango. Shetani asije akapitisha cha kwake, shetani asije akapitisha cha kwake. Na ungeuliza wanandoa walio wengi wanajuta leo, ningejua nisingeolewa na yule baba, nisingeoa yule mwanamke. Kwa nini? Katika lile lango lilipitishwa cha adui. Anaweza asipitishe mwanaume ambaye sio kusudi, sawa, akapitisha vile ambavyo sio kusudi. Mungu na atusaidie. Amina. Mtu anaweza akawa ni yule, lakini katika hilo lango akapitisha vitu ambavyo sio vya kimungu. Mungu na atusaidie. Jana nilizungumza uwanjani kwa naokumbuka. Yakobo ameoa, Raheli ni mtu sahihi kwake, lakini Raheli amebeba nini? Miungu. Na sawa, umempata Raheli, lakini katika lango la ndoa unashangaa miungu imeingia katika nyumba ya Yakobo. Yeye sio mshirikina. Lango la ndoa limeleta ushirikina. Unaweza ukapata mtu sahihi, lakini lango la ndoa limepitisha vitu ambavyo sio sahihi, vinapitisha vitu vya mila, vinapitisha vitu vya ushirikina. Mtu ni sahihi, lakini kabeba vya kwao. Mtu mmoja akaniambia, mtumishi, naenda kuingia kwenye ndoa, ni kijana, ni mhubiri, nabarikiwa sana na yule kijana. Akasema, mtumishi, niombee. Nikasema, tumeomba, umepata mchumba, tumeomba, kamati imekaa sawa, nini kimebaki? Akasema, mtumishi, niombee Raheli inayemuoa asije akaingia na vinyago vya kwao. Yule kaka alifungua akili yangu, nikapata somo pale. Nikasema kumbe unaweza kupata mchumba sahihi, unaweza kupata mwanaume sahihi kwenye maisha yako, lakini akaingia na mfumo wa mila na desturi za kwao. Ule mfumo ukaja ukaharibu hatima ya ndoa. Unye kusikia ndoa za watu wengi zikiharibika kwa sababu ya mila na desturi. Huku kwetu mwanamke haongei, huku kwetu mwanamke hafanyi 1 2 3. Kwa hiyo ile hali ya mila na desturi ambayo lango la ndoa limeingiza inaua hatima ya yule mwanamke, inaua hatima ya yule kijana. Unasema, mtumishi, unaongea kitu gani? Niko hivi, nasema hivi ya kwamba kilichomkwamisha Esther na kitu cha kimungu, lakini kilichomkwamisha ni mfumo walionao kwa kina Ahasuero. Kaka Ahasuero, hata kama mwanamke amebeba kitu cha kimungu, mwanamke hafurukuti, hawezi kujitokeza mbele ya mume wake akaleta wazo la maana. Hata kama amebeba kibali, anazuiliwa. Nini maana yake? Alizuiliwa na kitu cha kina Ahasuero kilichokikuta kule kwa Wajemi. Sikiliza, ashukuru Mungu aliye hai atupaye ufunuo namna hii. Tunapofika mahali mwanamke anaolewa kwenye ukoo wa kwenu, mama, shikilia hilo lango asije akaingia na miungu ya Kalabani. Shikilia hilo lango. Sikiliza dada, shikilia hilo lango. Mwanaume asije akaleta mfumo wa kwao kwenye hiyo ndoa unaoingia. Kama unanielewa, mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mbona nikusaidie kidogo? Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Esau anaoa, Esau alileta uchungu kwenye familia. Alileta uchungu. Lango la ndoa lilileta uchungu kwenye familia ya kina Ibrahim, ya Isaka. Esau alikosea wapi?
kwa baba. Wakati ameoa mwanamke wa pili, uchungu uliingia kwa mama. Ikafika mahali katikati ya familia ikagawanyika. Kukawa na watoto wa mama, kukawa na mtoto wa mama, kukawa na mtoto wa baba. Yakobo akawa mtoto wa mama, Esau akawa mtoto wa baba. Nini maana yake? Kasome kwenye Biblia. Anasema alipoa wale wasichana, mioyo ya wazazi ikajaa uchungu. Nini maana yake? Nini? Wale wasichana badala ya kuwa lango la baraka kwenye familia, walikuwa lango la uchungu kwenye familia. Tangu siku hiyo baba na mama, mzee Isaka na mke wake Rebeka hawakuelewana. Nini kimepita kwenye familia? Kilipita kitu cha uchungu kwenye familia. Nani alileta? Esau alileta kupitia wasichana wawili ambao baba na mama hawakukubali. Sikiliza, kuna msichana anaweza kuolewa kwenye familia, badala ya familia kukaa kwa amani, unashangaa familia inagawanyika. Unasema kitu gani? Unaanza kuuliza kitu gani kimetokea? Shetani amepitisha kitu cha kuharibu familia kupitia lango la ndoa. Ashukuriwe Mungu aliye hai, atupaye ufunuo huu. Tutadhibiti hilo lango la ndoa kwenye familia na kwenye koo za kwetu. Haitapitisha cha kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Hujawahi kusikia watu wakikata tamaa? Hujawahi kusikia mtu akikata tamaa wakati wa kuingia kwenye ndoa? Anajikuta amejiandaa kabisa, anajikuta mtumishi, sioni sababu ya kuishi tena. Nini? Nimejeruhiwa. Wapi nimejeruhiwa? Wakati wa uchumba nimepata jeraha. Hujawahi kusikia ukisema ajiua kwa sababu ya wivu wa mapenzi? Nini maana yake? Lango hilo hilo ambalo linaleta baraka kwenye maisha, lango hilo hilo linaweza likaua maisha ya mtu kimwili hata kiroho. Mungu na atusaidie. Tumegundua hilo lango halitaua maisha ya mtu tena, wala halitaua uzao wa mtu kwenye familia tena. Pigie Yesu makofi na vigelegele tena. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itoshe tu hapo yako mambo mengi, iko mifano mingi kibiblia. Twende lango la pili haraka, muda wetu unaisha. Lango la pili ni lango la mtoto anapozaliwa. Kwenye siku ya leo malango mawili. Mtoto anapozaliwa kwenye familia ni lango la majira mengine kwenye maisha. Sisi tunaangalia amezaliwa mtoto gani? Ni mtoto wa kiume, unapiga makofi. Wewe tunashukuru Mungu ni mtoto wa kiume. Kuna watoto wamebeba msimu kwenye maisha ya mtu, nyakati zingine wamebeba. Mtoto ni lango la kuingia msimu mmoja kwenda msimu mwingine. Unasema mtumishi, unapata nini? Hosea, nenda kaoe mwanamke kahaba. Ukishaoa ni ishara kwa taifa la Israeli kwamba mko kwenye nyakati za kukataliwa. Nyinyi mmeniacha. Kwa hiyo mwanamke anasimama kama kibao cha maisha kwa taifa la Israeli. Lakini jambo la pili, kuna watoto kama watatu wamezaliwa kwenye familia. Ndio kwenye hao watoto, kwa hao watoto. Sikiliza, twende tuangalie hao watoto. Soma mtoto wa kwanza kama unaweza kusoma mara moja. Watoto kama watatu wamesoma pale. Na nitaenda kwenye kitabu cha Agano Jipya. Soma mara moja kwenye mlango wa kwanza. Mtoto wa kwanza, ruka hapo kwenye mstari wa mtoto. Hosea mlango wa kwanza. Mstari wa 6. Akachukua mimba tena. Rudi juu. Tena usiduyo kwenye tena, kuna mtoto wa kwanza alitangulia. Basi akaenda akamoa Gomeri binti Ibrahimu. Naye akachukua mimba akamzalia mtoto mwanamume. Jina lake anaitwa nani? Bwana akamwambia, mwite jina lake Yezreeli. Mwite jina lake Yezreeli. Kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezreeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtoto amezaliwa Yezreeli, anasema hivi, mtoto huyo jina lake ni nani? Yezreeli. Maana yake bado kitambo kidogo mnatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa, mwanamke kahaba ni ishara kwamba kuna kitu kinakwenda kutokea kwenu, au tayari kimeshatokea. Lakini mtoto anapozaliwa, mnasoma kama alama ya lango kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tuambie mtoto yule amebeba nini kwenye taifa la Israeli? Na kukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli. Mtoto huyu kitu alichobeba ni kukomesha ufalme wa nini? Wa Israeli. Ni lango. Yaani kama unabii ulitolewa mapema na kitabu hiki kikaandikwa mapema kabla hayajatokea, kati ya wana wa Israeli wanaangalia
Angalia, Hosea akizaa mwanamke kahaba, tunaingia kwenye msimu mwingine, tumeachwa na Bwana. Sisi ni wazinzi, tunaabudu miungu mingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanakaa mkao wa kusubiri tena. Mtoto akizaliwa kwenye familia ya mzee Hosea ni mtoto wa kiume. Wakati wengine wapiga makofi, jamani, tumepata mtoto wa kiume, wanapiga vigelegele na hivi na vile. Israeli wanakaa mkao kusubiri msimu mwingine wa kweli. Ufalme wa Yehu unapatilishwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwamba msimu tulionao sasa, nyakati tunazoingia, ufalme wa Yehu umebatilishwa. Kwa hiyo ni hatua moja kwenda hatua nyingine. Mtoto amesimama kama lango la ufalme wa Yehu kuporomoka na kuondoka. Soma tena mtoto wa pili. Akachukua mimba tena, akazaa mtoto mwanamke. Akazaliwa tena mtoto wa pili mwanamke. Bwana akamwambia, mwite jina lake Lo-ruhama. Jina lake mwite Lo-ruhama, kwa maana sitairehemu nyumba ya Israeli tena. Kwa maana sitairehemu nyumba ya Israeli tena. Kwa hiyo kuna hatua kwa hatua zinaendelea. Hatua ya pili, mtoto wa pili ni lango lingine. Lango la kwanza la watoto ni ufalme wa Yehu unafanyaje? Unaporomoka. Mtoto mwingine anayekuja ni kwamba Mungu anasema hivi, mtoto akizaliwa tu, wakati familia ambayo sasa anasema tumepata mtoto wa kike, wanashukuru, wanashangilia, taifa hili wanasoma alama za nyakati, wanasema sasa hivi rehema za Mungu zimeondoka juu ya maisha ya kwetu. Mtoto wa tatu anasema, mtoto wa tatu, basi akiisha kumwachisha Lo-ruhama akachukua mimba, akamzaa mtoto mwanamume. Jina lake nani? Bwana akasema, mwite jina lake Lo-ami. Kwa maana ninyi si watu wangu, wala mimi sitakuwa Mungu wenu. Unaona hicho kitu mgawani unapokwenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa walikuwa na majina yao, na majina yao yalibeba nyakati kwenye maisha ya Waisraeli. Jamani, Mungu na tusaidie. Tena kwenye mstari wa mlango wa pili, mtoto wa mwisho, kitu cha mwisho kinachotokea. Mlango wa pili, waambieni ndugu zenu wanaume Ami na ndugu zenu wanawake Ruhama, msihini mama yenu. Msihini mama yenu, maana taifa la Israeli. Msihini sana, kwa maana yeye si mke wangu. Maana yeye sio mke wangu, wala mimi si mume wake. Na ayaweke mbali mambo ya uasherati wake. Mwambieni aweke mambo ya uasherati wake mbali nami. Yasiwe mbele ya uso wake. Na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Nisije nikamvua nguo zake akawa uchi, nikamweka katika hali aliyokuwa nayo siku ya kuzaliwa kwake, na kumfanya kama jangwa, na kumweka kama nchi kame, na kumfisha kwa kiu. Naam, sitawaonea rehema watoto wake, kwa maana ni watoto wa uzinzi. Maana mama yao amezini. Yeye aliyewachukua mimba ametenda mambo ya aibu. Maana alisema, nitafuatana na wapenzi wangu. Inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma mlango wa pili mstari wa kwanza kweli? Unasemaje? Waambieni ndugu zenu wanaume Ami na ndugu zenu wanawake Ruhama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mstari nilikuwa nataka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ami, ukisoma kwenye hii Biblia kubwa pale chini, angalia hapo chini, Ami maana yake nini? Amini maana yake ni watu wangu. Maana yake watu wangu. Ruhama maana yake nini? Maana yake ni aliyehurumiwa. Maana yake aliyehurumiwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini nataka kuzungumza? Katika mlango wa pili kuna namna ambavyo rehema za Mungu zinafunguliwa kwa taifa la Israeli. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Lakini nilichotaka kuonyesha, ndoa imebeba msimu au lango la kuingia nyakati kwenda nyakati zingine. Watoto wameingia, wanaonyesha ni lango la kuingia nyakati kwenda nyakati zingine. Na tena watoto wote waliotajwa walikuwa malango kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kitabu cha Luka, tumalizie pale. Luka mlango wa pili mstari wa 10 mpaka pale chini mara moja. Luka 10. Luka 2 tuanze mstari wa 10. Changamka mara moja.
Luka 2:10. Malaika akamwambia akawaambia msiogope. Malaika akawaambia msiogope. Lango lingine, angalia hicho kitu. Malaika akawaambia msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema kuu. Ya furaha kuu. Ya furaha kuu. Itakayokuwa kwa watu wote. Itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa. Sikiliza, ninachotaka pale. Leo katika mji wa Daudi. Leo, hebu sema leo. Leo katika mji wa Daudi. Lango, sema amina. Leo. Kwa ajili yenu Mwokozi. Kwa ajili yenu Mwokozi. Ndiye Kristo Bwana. Kuna mahali umeruka. Rudi tena pale juu. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa. Kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Kwa ajili yenu ndiye Mwokozi Kristo Bwana. Inatosha. Maandiko haya mara nyingi tunapitaga, tunasoma, tulikuwa tunalenga tukuzaliwa mtoto. Kuzaliwa mtoto. Si ndio jamani? Tulikuwa tunawahi kuzaliwa mtoto. Na kwenye Krismasi huwa mara nyingi lazima hayo maneno yatasomwa tu. Lakini nataka kuonyesha kitu ambacho malaika wanasema wakati Yesu amezaliwa katika hori la ng'ombe. Kitu kilichotokea. Malaika wamekuja wanasema furahini, shangilieni. Kwa nini? Leo nilitafuta kile kinachosema leo. Watu walikuwa wamehuzunika. Watu ambao walikuwa wamegubikwa na hofu na mateso ya hapa duniani. Malaika anasema leo katika mji wa Daudi furahini, kwa sababu leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtoto amezaliwa. Nini kinachotokea? Ile kuzaliwa kwa Mwokozi inabadilisha. Hajaanza kutenda kazi, hajaanza kufanya kazi, hajaanza kuponya, hajaanza kuokoa. Yesu alianza kuponya, alianza huduma akiwa na miaka 30 kitu. Si mnakumbuka? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza kinachotokea. Leo ile kuzaliwa tu, mifumo ya maisha ya watu inabadilika. Kwa nini? Ni mtu tu ambaye hajaelewa labda. Ile tu kuzaliwa, anasema furahini, shangilieni. Nini? Leo. Sio baadaye akianza kufanya huduma. Leo mifumo ya maisha yenu ibadilike. Nyuso zenu zilizokuwa zimekaa kwenye huzuni zibadilike. Nini maana yake? Nataka kuonyesha kuna namna ambavyo mtoto anapozaliwa kwenye familia, hata kama hajaenda chuo, kabla hajaenda shule, kabla hajaenda chochote, mifumo ya maisha ya wazazi inabadilika. Unashangaa kuna mtoto anazaliwa, mtoto mwingine tu amezaliwa, wanaanza watu kuleta mane. Sikiliza, wanaanza kuleta mane na dhahabu. Ile unaanza historia maisha yako inaanza kubadilika. Historia, ulikuwa upati hela, ulikuwa unaishi maisha magumu, ile tu mtoto kuzaliwa. Mtoto anaweza kubadilisha mfumo wa maisha yako. Anaweza kukutoa katika hali mbaya akakuleta kwenye hali nzuri. Ile tu amezaliwa, bado hajaanza kukutumia hela, bado hajaanza kukusaidia kuchunga ng'ombe. Ile tu amezaliwa, unashangaa ng'ombe wanazaliana. Ile tu amezaliwa, kuna kitu kimetokea. Unasema mtumishi, unaongea kitu gani? Mtoto Yesu, Mariamu alianza kula rupurupu wakati mamajusi walipomwinamia tu. Sikiliza kitu gani kinatokea. Juzi nikasema wakati nafundisha cha thamani kilichoko ndani ya mtu, Mariamu alisujudiwa kabla hajaanza kufanya chochote. Wakati amebeba kile kitoto kichanga, Mariamu anasema hivi, tangu leo nitaitwa mbarikiwa, sio mwanamke wa kawaida. Nini maana yake? Katoto kanabadilisha historia ya mama kabla hajaanza kupona. Sikiliza, kabla hajaanza kuponya watu wengine, Mariamu anasema, wanawake wanasema mtaani, heri maziwa huyo ya nyonya, heri tumbo ambalo umekuzaa. Maana yake nini? Katoto kanabadilisha historia ya Mariamu. Sikiliza, kuna mama, kuna watoto wengine wamebeba hatima ya maisha yako, wanabadilisha historia ya maisha yako. Kwa hiyo ile tu kuzaliwa ni lango kwa familia, ni lango kwa watu wengine. Na kuzaliwa kwa Yesu Kristo haikuwa kwa ajili ya Mariam na Yusufu, haikuwa kwa ajili ya Maria ya Daudi, ilikuwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Amebeba hatima ya watu wote wa dunia nzima, ya kwamba wote watakaomwamini wako ndani ya msimu mwingine, au wako ndani ya nyakati nyingine. Sikiliza, kuzaliwa kwa mtoto kumebeba maisha
mengine ya mbele kwenye maisha yako. Ngoja nikusaidie kitu kingine. Kuzimu walipojua kwenye mlango wa 2 Mathayo, walipojua tu wakati mamajusi wanaenda kusujudia ile nyota, wanaenda kumsujudia Yesu, Herode alijua ya kwamba ni msimu mwingine, ufalme unaenda kubadilika. Herode akakazibika. Ungemkuta Raheli waliandikwa kwenye kitabu cha Mathayo, wale wamama waliolia wakati Herode ameua watoto wao. Ungenielewa tunachozungumza. Wakati dunia inashangilia, kuzimu wanaachilia machozi kwa watu wengine. Sikiliza, sikukuu hiyo hiyo ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, hii sikukuu hiyo, wakati wengine wanashangilia wokovu wao, wanawake wengine wanalia watoto wao wamepata ujauzito. Kipindi hicho unasema mtumishi unaongea kitu gani? Kipindi hicho Mariamu na Yusufu wanashangilia, dunia inashangilia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kuzimu wanapitisha lango la machozi kwa wanawake watoto waliozaa watoto chini ya miaka 2 kwenda chini. Lango hilo la furaha la upande wa pili, shetani anatumia hicho kuleta machozi kwenye familia nyingine. Mungu na atusaidie. Shetani anajua umuhimu wa mtoto kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mtumishi unaongea kitu gani? Kupona kwa Yesu, kuna watu walisimama. Utawakuta kwenye Luka kwenye ule mlango wa 2 mstari wa 36 na kuendelea pale chini. Unakuta mwanamke mmoja aitwaye Ana, usimkumbuka, na Simon walikuwa naombea lango. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unamkuta Yusufu wakati yule baba Simon, unamkuta wakati mtoto Yesu ameletwa hekaluni, anasema sasa Bwana, unaweza kumruhusu mtumishi wako akafanyaje? Akapumzika, maana macho yangu yameona nini? Wokovu. Nini walichokuwa? Biblia inasema walikuwa wakiutarajia wokovu wa taifa la Israeli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa nalinda lango. Mariamu anapohangaika na Yusufu, wanaenda kuhesabiwa, anajifungua kwenye hori la ng'ombe, kuna watu walikuwa nalinda lango. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yusufu anakimbia anahangaika, kuna watu walikuwa wanasugua magoti kwa ajili ya kulinda lile lango. Na mimi Mungu anisaidie mama, Mungu akusaidie na akusaidie. Wakati unapokuwa mjamzito, Mungu akuinulie watu watakayeombea huo ujauzito na mpaka saa mtoto anazaliwa. Maana hilo ni lango. Hilo lango linaweza likabadilisha historia ya ukoo, linaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Hujawahi kusikia kuna watu ambao ukoo zao zilikuwa hazifahamiki? Kwa mtoto mmoja tu aliyesoma, unashangaa ukoo unafahamika. Najua kabisa, hata mimi najua. Sikiliza, ukoo wa baba inawezekana haujafahamika kwa viwango ambavyo ninaenda sasa. Naamini naenda. Kuna namna ambavyo maisha yangu yatafahamisha ukoo. Hata kama familia baba yangu ilikuwa watu wachache sana, kwa mtu mmoja familia kwetu itafahamika. Sikiliza, kuna aina ya watoto mama, haijalishi watakutesa, watakutaabisha. Hao ni lango la kuleta msimu mpya au nyakati mpya kwenye familia. Na mimi naomba huyo mtoto uliyemzaa, haijalishi amekutesa namna gani, amekutaabisha namna gani, acha awe lango la kubadilisha, uleta nyakati mpya kwenye ukoo kwenu. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Simama kwa miguu yako. Mshakula dakika 5. Mimi na moyo wako mbele za Bwana. Mimi na moyo wako mbele za Bwana. Nataka tuombee hayo malango mawili haraka. Inawezekana wewe umeshaolewa na hilo lango adui analitaabisha, lango la ndoa. Inawezekana hujaolewa, bado unatazamia mbele yako kuolewa au kuoa au watoto wako, vyovyote vile unavyotaka. Kama moyo wako unataka kusimama kwa ajili ya watoto wako na kusimama kwa ajili ya wajukuu zako pia, hilo lango adui asije akatumia akapitisha mabaya kwa ajili ya nyakati zinazokuja kwenye familia yako. Weka mkono wako kifuani. Mimi na moyo wako mbele za Bwana. Kama unahitaji kusema kidogo mbele za Bwana,